Misimamo mikali ina athari kubwa kwa mtu mmoja mmoja, jamii na hata taifa kwa ujumla wake. Baadhi ya athari zinazoweza kupatikana kutokana na kuwepo kwa makundi yenye msimamo mikali katika nchi ni kama zifuatazo. Ni kuvurugika kwa usalama na amani ya taifa. Hili linaonekana wazi kwamba ni athari mojawapo ambayo inaweza kujitokeza kutokana na changamoto hiyo ya kuwa na misimamo mikali. Lakini ya pili, kugawanyika kwa jamii na kupotea kwa mshikamano. La tatu, kukimbia kwa wataalamu wa nchi, ambao hii nayo inakuwa na athari kubwa, kwamba wakati inapotokea michafuko kama hiyo, wataalamu ambao tunakuwa tunawategemea wanakimbilia nchi nyingine, na zile nchi nyingine ndizo ambazo zinafaidika na ile rasilimali yetu ambayo tumeifundisha kwa kiasi kikubwa katika taifa letu, kwa matumaini kwamba itakuja tusaidia, lakini wanaenda kufaidisha nchi nyingine. Washiriki bila shaka wamepata mambo mengi. Wewe ni shahidi, huko nyuma tushafanya vikao kama hivi na umekuwa mara nyingi ukitusapoti katika kufunga au kufungua. Kipekee kabisa ni ushukuru uongozi wangu wa ofisi ya makamu wa pili wa rais kwa kuratibu haya mambo vizuri. Tumepata ubalozi na uwakilishi mkubwa sana utakaoendelea kuendeleza jitihada na juhudi hizi hapa ambazo mheshimiwa mmekuwa mkizisimamia. Nafikiri wote ni mashahidi, hasa kwa upande wa Zanzibar pamekuwa na utulivu wa hali ya juu sana, na hiyo hali imekuwa ikiendelea. Kwa hiyo ni jitihada za serikali na vyombo vyake kuhakikisha kwamba hii hali tulionayo inaendelea kudumu kwa maendeleo endelevu. Lakini si hivyo mheshimiwa, mkaona mje na mikakati kama hii sasa ya kuhakikisha kwamba sio tu kwamba inaendelea kuwepo, lakini tunaendelea kuimarisha zaidi hali ya amani kwa ajili ya maendeleo ya wananchi, tukishuka chini kama taifa, kama familia na kama mtu mmoja mmoja. Ujumbe huu utakuwa umefika misikitini, utakuwa umefika katika madrasa, kwa sababu huko katika madrasa huko ndo kwenye vijana watukutu wale wanaochukua mawe wakatia ndani ya kanzu, wakatia ndani ya suruali zao, ni vijana wadogo wa miaka 12, 14, bado wako madrasa, bado wako skuli, lakini ndio wanaofanya hea mabarabarani. Tumefurahi, tumefahamu na tumeomba mambo yaendelee tena. Niseme tu, nimeambiwa nitoe shukurani. Tunalishukuru shirika hili la UNDP, tunaishukuru ofisi ya makamu wa pili, tunashukuru viongozi wake.